Watu wangu wa nguvu, karibuni katika Texas Link hapa. Leo tunaenda kutizama movie kali sana ambayo tunamuona mrembo ambaye anapo kwenye ndoa na kubaliana na mazingira aliyokuwa nayo, anajali zaidi urembo wake na kazi yake bila kutizamia ndoa yake. Tuone nini kitachomtokea na nini kitachokuwa kinampata. Kama huja subscribe mpaka sasa hivi, take time now to subscribe to our new channel ili tufike 1k subscriber, na pia niwaletee vigongo vikali zaidi. Movie yetu imeanza. Kuna huyu mwamba anaitwa Marvin. Sasa amerudi nyumbani, anakuta nyumba iko rafu sana, ndani hapajafanyiwa usafi kabisa. Mwamba akamuita mkewe, Tara. Mrembo akatoka ndani akiwa na laptop mkononi. Marvin anamuuliza, mbona ndani pachafu hivi? Tara anamwambia, niko busy sana na kazi mpenzi wangu. Marvin akamwambia, kwani itakuchukua muda gani kufanya usafi humu ndani kisha uendelee na kazi zako? Mrembo akajibu mumewe, niko na deadline, mteja anahitaji kazi yake leo hii mapema kabla muda hujaisha. Mume akauliza tena, vipi, chakula umepika? Akajibu, hapana, sijapika, niko busy sana. Hata Marvin hajamaliza kuongea na Tara, akarudi ndani kuendelea na kazi zake. Marvin akaona hapa nimewakanyaga. Mwamba akaanza kufanya usafi bure ndani. Alipomaliza akaingia jikoni kupika. Jamaa anapika chakula huku anajiuliza, humu ndani wote tunafanya kazi, lakini pesa yangu ndo inatumika kulipia bili zote za humu ndani. Sasa mke wangu anaenda kazini kufanya nini ikiwa anarudi amechoka na wala afanyi kazi yoyote ya humu ndani na wala hata pesa haleti? Ndo nini sasa hivi? Marvin alipomaliza kupika akaenda chumbani kumpelekea chakula mkewe, akamwamsha ili ale chakula. Baada ya kula, mrembo ameshiba tayari, bila hata aibu akarudi kulala bila kutoa vyombo. Jamaa na yeye akapanda kitandani kulala, akaanza kumshikashika mkewe. Jamaa anataka mchezo, mke hataki, anamwambia, mpenzi, nimechoka sana na kazi jamani, nahitaji kupumzika, kesho nina kazi kubwa sana ofisini, natakiwa kuwahi mapema asubuhi. Mwamba akamwambia mkewe, usijali mke wangu, ni kimoja tu alafu na kuacha ulale, maana mimi na hamu sana na wewe, kichupa kimejaa sana, imepita miezi miwili sasa hivi hujanipa haki yangu ya ndoa, kwa hiyo we nipe tu kidogo, hata ukinitegeshea mimi namaliza mwenyewe. Mrembo alipoona mumewe anakuwa sio muelewa, akaamua kuamka na kwenda kulala chumba cha wageni. Mke hataki kutimiza majukumu yake ya ndoa kwa kisingizio cha kazi, na pia anahitaji muda mwingi wa kupumzika ili awahi kazini kesho yake. Bibia akiwa kwenye gari na rafiki yake, wakawa wanapiga tu umbea. Akawa anamsimulia rafiki yake, yani mume wangu ni msumbufu kweli, yani kila akishiba tu anataka nimpe, yani mpaka nachoka. Rafiki akamuuliza, kwani mara ya mwisho ulimpa lini? Tara akajibu, yani tangu aanze kunisumbua nimemkaushia, huu mwezi wa pili sasa unaenda watatu, sitaki anisumbue kabisa mpaka project zangu za kazi zikamilike. Rafiki mtu akaguna tu ila akamwambia, huu mchezo unaofanya ipo siku utakuja kugharimu. Basi wakapiga story mpaka wakafika kazini. Usiku umefika, Tara anarudi nyumbani amechelewa kutoka kazini. Jamaa anamuuliza mkewe, mpenzi, sasa hivi saa ngapi? Umechelewa hivi kurudi nyumbani, unanirudia muda kama huu nyumbani kwangu? Tara, uko serious kweli na hii ndoa? Nilikuwa na mkutano jamani, ndo maana nimechelewa, ni kazi tu zilinibana mme wangu. Hivi Tara, unadhani mimi sifanyi kazi? Mbona nawahi kurudi nyumbani kwa ajili yako? Mrembo akaona hapa nimeyakanyaga, basi akaanza kujibebisha pale ili mradi Mwamba amsamehe. Siku zinasonga ila Tara amjari kabisa mumewe, hasa tendo la ndoa, kisa yuko bize sana na kazi. Leo asubuhi Tara akatembelewa na rafiki yake, wakapiga stori za kazini kwao. Hapo walipomaliza, shoga akaanza kumsimulia rafiki yake,
yani nikwambie kitu shoga yangu, bwana wangu atakuja kuniua rafiki yangu. Imagine ameenda zake club, amerudi amelewa kweli, na ananiomba nimpe round 3. Mpaka nachoka jamani. Tara akashangaa sana, huku anamuuliza rafiki yake, inawezekanaje ametoka huko amelewa anakuja anakuomba round 3? Kwani wewe ni mashine? Mimi huyu wa kwangu wala anaga hayo mambo, nikimwambia nimechoka anaelewa. Sasa rafiki akamjibu Tara, wewe utakuja ukose hii ndoa, umpi haki yake ya ndoa hivi, akienda huko nje akapata mwanamke mwingine anayempa utamu utamlaumu? Akamuhusia Tara ya kwamba usimletee mwanaume wako ubaili wa tendo la ndoa, itakula kwako. Tara alipewa makavu live na rafiki yake, ila sikio la kufa alisikiagi dawa, likatokea huku likaingilia huku likatokea kule. Anaendelea kumnyima mumewe unyumba, afanyi kazi za nyumbani, yani muda wote mrembo yuko bize na kazi tu, mikutano kila wakati, muda wote na laptop yake. Usiku wapo kitandani, Mavi anajaribu kuongea na mkewe, anamwambia hizi kazi za nyumbani unapaswa ufanye wewe, sio mimi. Kila siku nikae hapa nyumbani na kupikia na kuoshea vyombo, kila kitu na kufanyia. Ila Tara anamjibu mumewe, kama vipi nikuletee mfanyakazi wa ndani ili asaidie hizo kazi. Kesho yake tunamuona Tara karudi na mdada wa kazi. Mwamba akaja akamtambulisha, mpenzi, nimekuletea mdada ambaye atakuwa anakusaidia kazi zote za hapa nyumbani. Jina lake anaitwa Esther. Hakuna kupika tena mwangu. Lile swala alikumfurahisha kabisa Marvin. Walipokuwa chumbani, Mwamba akamwambia mkewe, hapa umeletea changamoto tu, sijui kichwa chako kinawaza nini? Unamleta vipi mdada wa kazi alafu wewe mwenyewe unaondoka? Tunagundua Tara anatakiwa kusafiri kesho yake kwenda nje ya nchi kikazi kwa mwezi mmoja. Mke akamjibu mumewe, bei, kwani shida iko wapi mume wangu? Tulale bana, umeshaanza kuongea sasa, hiyo tulale sasa. Mke kajishindilia manguo, anaogopa akilala na kinguo chepesi mumewe anaweza kupandisha hisia. Kipindi kikageuka, mwanaume mwenzetu kaoa au kaolewa? Asubuhi iliyofuata mkewe anasafiri. Hii ni safari ya mwezi mzima, anaenda nje ya nchi kikazi kuiwakilisha kampuni yao aliyoajiriwa. Anamwacha mumewe mikononi mwa mdada wa kazi. Sasa baada ya mke kuondoka, huku nyuma mume anapewa kujariwa kwa hali ya juu. Akitulia kidogo tu, mara kaletewa waini anywe, nguo za kazi zinapigwa pasi vizuri na kupangwa tu. Asubuhi anaamshwa ili awahi kazini, yani kila kitu mdada wa kazi anafanya mara 10 zaidi ya mke alipaswa kufanya. Mdada wa kazi amenyoosha nguo, hapa usingizi ukamjia, akaona ngoja nipumzike kwanza, nikiamka nitaendelea. Huku chumbani bosi akaamka, anashangaa, leo huyu mdada wa kazi hajaleta nguo zangu mpaka sasa hivi. Basi mchizi akatoka na kwenda mpaka chumbani kwa mdada wa kazi. Amefika anamkuta amelala, ila tatizo namna alivyolala na mtego tosha kwa Mwamba. Mchizi anaona mapaja ya mrembo yako wazi, hapo kichwa cha chini kikaanza kusimama, na ukizingatia jamaa ana ugwadu wa miezi 2 hajapewa unyumba. Marvin akajikaza, akaona hapa ngoja nitoke humo chumbani nisije nikambaka mdada wa watu. Marvin kila akipiga hatua anawaza namna mdada wa kazi alivyolala, akaacha maungo yake yote wazi. Mchizi anapata moto mwili mzima, anatamani angekula kitumbua cha mdada wa kazi. Siku iliyofuata jamaa akarudi nyumbani mapema sana, amezamiria kumkimbizia kitumbua cha mdada wa kazi, maana ugwadu unamsumbua kinoma. Esther akawa anamuuliza bosi wake, leo mbona umerudi mapema hivi, uko sawa kweli? Jamaa akamwambia kila kitu kipo sawa, wala usijali. Marvin baada ya kubadilisha nguo akaja jikoni, anamkuta Esther anaosha vyombo. Mchizi akaomba amsaidie kazi, lakini mrembo akagoma. Sasa jamaa akasisitiza sana, anataka amsaidie mdada kuosha vyombo, lakini kumbe ana lolote hapa, anafukuzia mzigo tu mpaka aupate.
Akiwa amekaa sebuleni akamuita Esther. Mrembo alipofika, jamaa akauliza, vipi, uko bize sana? Dada wa kazi akamwambia, hapana boss, wala siko bize. Akamwambia, lete glasi ya wine. Mrembo akaondoka kwenda kuleta glasi ya wine. Aliporudi bosi akamwambia, kama upo bize basi kaa hapa tutazame wote TV. Sasa dada wa kazi akaenda kukaa kochi jingine. Marvin akamwambia, mbona unakaa mbali hivyo, hauwezi kuona vizuri TV huko? Njoo ukae hapa nilipo mimi, utaona vizuri kabisa. Mchizi anajitengenezea mazingira mazuri ale kitumbua cha house girl. Leo Marvin ametoka zake chumbani, anafika sebuleni, anamkuta mdada wa kazi analia. Jamaa akamuuliza, shida nini? Basi mwanzoni ilikuwa ngumu kusema, ila baada ya Marvin kuuliza sana, mrembo akafunguka akamwambia, ni kuhusu baba yangu, alifariki lakini sikuweza kupatia mazishi mazuri kutokana na ugumu wa maisha na kukosa pesa. Basi Marvin kwa kujali akamwambia mrembo, naomba nikupatie fedha kiasi cha naira milioni 2 uende ukamzike vizuri baba yako. Binti Esther aliona kama miujiza. Naira milioni 2 ni pesa nyingi sana kwa yeye kufanyia mazishi tu. Alipiga magoti akamshukuru bosi wake kwa wema aliyomfanyia. Siku iliyofuata mchizi akamchukua kwenda kwenye ndinga, anamsindikiza kwenda kwao kwenye mazishi. Wiki 2 zikapita, jamaa yuko peke yake ndani ya nyumba, ana mawazo kinoma. Mkewe hayupo wala mfanyakazi hayupo pia. Jamaa ana ugwadu kinoma, amejikaza mpaka kipengele cha mwisho. Mkewe anapiga simu ili amsalimie mumewe, ila Marvin wala kupokea. Kichwani amejaa mdada wa kazi tu, maana alimpigia simu leo ndio siku anayorudi. Sasa mchizi hataki kusikia kitu chochote, anamtaka mdada wa kazi tu ajaribu bahati yake. Haikupita muda, mdada huyu hapa mrembo akafika. Jamaa akampokea na kumkumbatia moja kwa moja, akamwambia, nimekumisi sana. Dada wa kazi akaona mbona kama bosi kuna kitu kimeanza kumuingia, shida itakuwa nini? Mrembo alipomaliza kumbatiwa na yeye ikabidi ajibu, nimekumisi pia bosi wangu. Sasa akamwambia, nenda ukali kisha uje sebuleni tupige story. Jamaa amekaa zake sebuleni anamsubiri mdada wa kazi aje. Mchizi amepania kweli, lazima leo mechi ichezwe. Mdada wa kazi akaja na glasi yake ya wine. Sasa wametulia, wamekaa kochi moja. Mchizi akamumunyia kinywaji kwenye glasi, ila akamwambia mrembo, kabla hujaanza kunywa, nina jambo fulani nataka kukwambia, nilikuwa naliwaza, nataka tuliongee kwanza. Dada wa kazi amebaki kimya akimsikiliza tu bosi wake. Mwamba akaendelea, unajua kuna hizi hisia kali zinaendelea mno ndani ya mwili wangu, nimezificha kwa muda mrefu ila nimeshindwa kuzizuia tena. Esther, ujue na kuwaza sana, yani nahisi kama nimeanza kukupenda mazima. Naomba Esther ni uniruhusu hata nikupige busu, hali yangu inaweza ikatulia. Boss Marvin akasogea za mdomo wake kwa Esther bila iana. Esther akubisha akambusu, na si unajua safari moja huanzisha safari nyingine. Habari ya mabusu matokeo yake yakafika mpaka kitandani. Mwamba akazagamua kilaini huku anamwambia, yani hapa umeniwezea kweli, yani wewe ni mtamu ansie, hakuna kama wewe Esther, umemaliza nyege zangu zote. Mdada wa kazi akauliza, itakuwaje sasa na wewe una mke wako na mimi ni mfanyakazi wenu, itakuwaje bosi wangu? Jamaa akamwambia kwamba usijali kuhusu hilo, mke wangu wala ana shida, kwanza yeye muda wote yuko bize na kazi zake, kwa hiyo wala usijali, sisi tuendelee na mahaba yetu. Sasa siku zinavyozidi kwenda, mapenzi yanazidi kunoga, jamaa anazidi kumsahau mke wake. Jamaa akaanza kupika naye na kumpendezesha pia, mapenzi yakanoga kweli kweli. Sasa leo jamaa alikuwa amemtoa out mdada wa kazi, ila wamerudi nyumbani, ghafla mke huyo hapa. Hi baby, nilitaka nikusurprise tu, mume wangu mrembo amerudi tena bila taarifa. Bahati yao tu hajawakuta kitandani. Marvin alishangazwa sana na ujio wa mke wake wa ghafla, ila ndo hivyo, avunge kimya kimya. Sasa usiku umefika, mkewe anaanza kumbusu. Mwamba anataka ampe unyumba.
maana leo ana kazi ya kufanya. Jamaa akamwambia, bei, usijali, niko poa tu, wewe pumzika, tutafanya hata kesho. Mrembo akaona huyu leo imekuwaje, mbona sio kawaida yake, au kapata mwanamke mwingine? Nitajua tu, siku zote siko nyumbani alafu leo nimerudi, wala aombi kitu chochote kile. Hapa kutakuwa kuna tatizo. Asubuhi mchizi kaja chumbani kwa dada wa kazi. Ameingia amemkuta binti amechanganyikiwa kinoma. Akamuuliza, shida nini Esther, mbona uko na mawazo? Mrembo akasogea hapa kwenye drawer akamtolea kipimo cha mimba, kinaonyesha mistari miwili. Tendo limenoga mpaka limeleta matunda yake. Dada ya kazi amepata mimba ya bosi wake. Bosi akambembeleza ili binti asilie sana, ila yeye mwenyewe ndani ya moyo wake anawaza, nitamweleza vipi mke wangu? Zikapita siku kama 2 hivi, mchizi wala ana raha, mawazo kila wakati, ila leo akaona potelea mbali, liwalo na liwe. Akampata mkewe akamwambia, be, ujue dada wa kazi ni mjamzito. Tara akauliza kimshangao, hivipi, kwani ulikuwa unamwacha anatoka nje kukutana na watu au imekuwaje mpaka kuwa mjamzito? Jamaa akamwambia mkewe, unajua bana, tatizo ni kwamba hiyo mimba ni ya kwangu, sio ya mtu mwingine. Mke akasimama kwa hasira akauliza, unasemaje? Akamuita Esther huku akiuliza mara 2, bei, niambie unanitania? Sio kwa utani huo mume wangu. Mrembo alipomuona mdada wa kazi amekuwa mdogo kama Priton akajua hapa usio utani tena. Mke aliruka kama chui anataka kumpiga Esther kwa kutembea na mume wake, ila Marvin akamzuia. Jamaa alikula bonge la kibao. Tara akamwambia, sitaki tena kumuona Esther ndani ya nyumba yangu. Siku ile ile mrembo akachukua begi na kuondoka kwenda kwa rafiki yake. Alipofika akamwelezea rafiki yake stori nzima jinsi ilivyokuwa, lakini rafiki mtu akamwambia kwamba pole rafiki yangu, ila nilikuonya juu ya hili, ulikuwa utaki kumpa tendo mumeo. Ona sasa ametoka nje ya ndoa kutafuta haki yake, usimlaumu. Alafu tambua mumeo bado anakupenda. Cha kushauri shoga yangu, rudi kwa mumeo na ukaitumikie ndoa na kufanya mambo yote kwa mumeo ili uweze kumrudisha mumeo. Tara akarudi nyumbani kwake, anawakuta Marvin na mdada wa kazi wako hapa wanahangaika kumtafuta. Mrembo akawaangalia jicho la hasira akapitiliza zake chumbani. Marvin akamfuata mkewe akaanza kumwomba msamaha, anamwambia, bei, naomba unisamehe, shetani tu alinipitia na wewe haukuwepo, na hata ulivyokuwepo ukuweza kunitimizia haja zangu. Ulipoondoka ndo ikawa mbaya zaidi. Mke na yeye akajifikiria, ukizingatia na yale maneno aliyoambiwa na rafiki yake, basi akaamua kuomba msamaha kwa mumewe, maana na yeye amechangia katika kuharibu ndoa yake. Mke akamwambia mumewe anaacha kazi ili akae nyumbani kumlea mumewe wake. Baada ya kusameheana, siku iliyofuata mke ameamka mapema sana kufanya usafi. Dada wa kazi amemkuta mother house kashaamka anafanya usafi, akaona hapa kibarua kishaota nyasi, kila kazi anafanya mwenyewe. Tara usistadu kauweka pembeni. Dada wa kazi akaomba kuondoka. Marvin na Tara wakamuaga mdada wa kazi kwa upendo kabisa, wakampatia na pesa na nyumba ya kuishi ili alee mimba yake vizuri. Ndoa ya Marvin na Tara itaendelea kustawi kwa upendo, ila safari hii mrembo amebadilika na kuwa mke mwema na ameacha kunyima mumeo nyumba. Kama umeipenda movie yetu, usisahau kusubscribe hapa. Kama kuna mdada ana tabia kama hizi, lazima atambue mwisho wake utakuwa majuto.